Shikamoo mama. Kuwa upate yako. Hivi Kai, mimi nilijua labda unamwamkia mama yako mzazi karudi marehemu. Kumbe unaniamkia mimi? Leo unajua kama mimi ni mama yako? Hii ndio fursa ya kumgombanisha Sania na huyu shoga yake Kendi. Sasa inabidi nitangulie kwa mganga ili nikatengeneze mazingira. Kai, nimepata simu kutoka kwa mjomba na amenieleza kila kitu kuhusiana kumwacha yule mwanamke. Lakini Kai, kinachonisikitisha mimi kwamba wewe unafanya yote haya ni kwa sababu ya Zawadi. Kwa nini kaka unataka kunigeuka? Nilishakueleza awali kama mimi namhitaji Zawadi. Nahitaji kumuoa Zawadi. Leo hii wewe unafanya yote kwa sababu ya Zawadi. Na kwa nini unakuwa hivi kaka? Ni kweli bwana Mangari, upo sahihi sana. Lakini siku zote wanasema mwanaume lazima uwe na msimamo. Na nilichofanya mimi ni kuwa na msimamo juu ya hisia zangu. Ni kweli kama ulivyosema, nimegairi kumwoa Kendi, na yote hiyo ni kwa sababu ya Zawadi. Na sio kama nimekurupuka kumpenda Zawadi, la hasha. Zawadi nampenda muda mrefu sana. Tangu siku ile ulivyokuwa unanieleza juu ya hisia zako kwa Zawadi, mimi tayari nilikuwa nampenda Zawadi. Ati nini? Kwa nilichofanya mimi kuwa na msimamo tu. Na kwa nini usinieleze kabla? Wakati mimi nakwambia kuhusiana na Zawadi, wewe umekaa kimya. Sasa hii imekaaje sasa hivi? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Mpaka leo mwanangu kuwa anaendelea vizuri ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni kweli shangazi, tunashukuru Mungu anasaidia. Kikubwa ni kuzidisha dua tu. Kabisa, amekula leo, maskini ameinuka, amekaa. Mungu mkubwa atakuwa sawa. Naamini hilo. Lakini hivi inawezekanaje mwanangu? Ina maana kweli mama Kendi ajue kama mwanangu anaumwa? Yaani afahamu kabisa kama mkwe wake yuko hospitalini? Kweli? Au mama ana roho mbaya sana. Yaani anasahau fadhila zote zilizofanywa na mkwewe. Wakati na changamoto, Tasha mwanangu aliwajibika kila hali kumsaidia. Sio yeye, mpaka mtoto wake. Leo anasahau fadhila za mwanangu kweli? Inawezekana asijue shangazi. Kwani kwamba kaka Tasha yupo hospitali ulimwambia? Taarifa gani mpya alikuwa anahitaji nikampelekea? Kwa sababu matatizo yote ya watoto wetu yule mama anafahamu. Kuanzia matatizo ya mara ya kwanza na haya mara ya pili ya mwanae kufanya visa na vituko na kudai talaka. Nilinyanyua mguu wangu mimi mwenyewe mpaka kwa yule mama na nikamwambia changamoto zote zilizojitokeza. Lakini hajajigusa, hajaongea, hajafanya taarifa ya aina yoyote kufuatilia jambo lolote kuhusu hao watoto. Na hii inanipa uhakika kabisa kwamba mama Kendi na Kendi lao ni hili mwanangu, ni hili moja. Kabisa. Sio kufanya hivyo, yule ni mtu mzima na anajitambua. Hii inawezekanaje? Na kama umeshatangulia kwa mtaalamu, ushafanya kila kitu, niambie. Najma rafiki yangu. Wewe rafiki yangu ambaye nakwambia kila kitu changu. Iweje kwa hili nikufiche? Alafu kama una kumbukumbu vizuri, mimi nimeamua tu kufanya hivi kwa sababu namuonea huruma Sibo. Anatia huruma wewe. Huruma? Yaani Sania wazungumzia huruma kuteseka. Yaani sasa hivi ndo ungepika ubobo wa pilau, nyama za kutosha na Pepsi ya baridi kabisa ukashushia, ukafurahi. Maana kile tulichokuwa tunapanga tayari kimeshatimia. Sijui kama ni wewe au sijui ni wengine washafanya hivyo. Leo unasema tena umeonea huruma au bado unampenda? Najma. Hata wewe ungemuonea huruma. Sibo amekuja pale kufanya vurugu nyumbani. Yaani mimi mwenyewe tu nimemuonea huruma. Nimemwona tu hata cha kuongea nilishindwa. Kwa hiyo kuna kitu kimoja mimi nataka unisaidie.
Umemkumbuka mganga wako ule ambaye uliniadisiaga kipindi unatafuta kazi na ukapata? Mimi naomba tu unipeleke niende nikamtibie. Sikutaka kuambia siku ile kwa sababu sikutaka unifikirie vibaya. Lakini pia sikutaka sisi ndugu tugombane kisa mwanamke. Lakini ukiachana na yote hayo, ulivyokuwa unaniambia unampenda Zawadi, unataka umuoe, mimi pia binafsi nilikuwa nampenda. Ila nilikuwa sina uhakika juu ya hisia zangu kwa Zawadi. Nilikuwa dilema, sikujua kama nampenda Zawadi kimapenzi au nampenda kama mdogo wangu. Ndio maana nikaona nikae kimya. Ila kwa hapa nilipofikia, nidirike kusema kuwa Zawadi ndio mwanamke pekee aliyoteka moyo wangu. Kai, tafadhali, nakuomba uniachie Zawadi. Nahitaji kumuoa Zawadi. Nimeshapanga mipango yangu yote kwa sababu ya Zawadi. Kwa nini natokea hichi? Hata nikisema nikuachie Zawadi, umeshachelewa. Unamaanisha nini labda? Kuna siri nataka nikuambie. Ila nakuomba sana usimshirikishe mtu yoyote yule. Nawezaje kumwambia mtu siri yako? Hivi unafahamu kuwa mama na mtoto mwingine wa kiume nje ya ndoa? Imekaje? Na kwa nini hakusema kabla? Hivi unayoongea ni kweli? Na sio hivyo tu. Na huyo mtoto mwingine wa mama ndio mama na mpango wa Zawadi kuolewa na huyo mtu. Usitaki kuniambia kama shangazi anafanya yote haya? Na vipi mjomba anafahamu hili swala? Taratibu. Hakuna mtu yote anayefahamu hilo swala, especially baba. Kuna kuomba fanya juu chini mjomba wako asifahamu kuhusu hilo. Sitaweza kukubali. Sitaweza kuruhusu mimi Zawadi aende kwenye mikono michafu. Hivi yule shangazi umemuona alivyo? Shangazi amekuwa katili. Shangazi amekuwa ni mtu ambaye hata mimi nashindwa kumuelewa. Sijui mjomba anaishi naye vipi. Alafu leo hii ana mwanawe nje, alafu yeye kaeka siri, alafu eti amchukue Zawadi aende kamuozeshe kwa mwanawe. Je, huyo mwanawe atakuwaje kama yeye hali yake ndio ile? Taarifa mbaya ni kuwa huyo mtoto wake ni mtata zaidi hata mama mwenyewe. Ila mimi naamini mwanangu atapona na atasimama tena. Aibu ataona wao. Iko siku. Tusihukumu moja kwa moja. Mimi Kendi namfahamu vizuri. Mimi naona ni bora tungeenda tukamwambie kwamba mkwe wake yupo hospitali anaumwa, kuliko kunyamaza kimya, atapata cha kujitetea. Mimi kwa kweli swala la kwenda tena kwa yule mama, nafsi yangu inagoma kabisa. Siwezi. Yaani ni kama najizalilisha au najipendekeza. Hivyo vitu mimi kwangu sivitaki. Siwezi kwenda tena kujipendekeza kwa yule mwanamke. Acha liwalo na liwe tu. Na kama kwenda, wewe ndio utakuwa unaniforce mimi au kunilazimisha mimi kwenda. Niende labda kwa ajili yako. Lakini sio sababu mimi ya kwenda kujipendekeza tena kwa yule. Mimi kumsujudia binadamu mwenzangu si thubutu. Wacha wakae kimya. Au unaonaje? Mimi naona vizuri zaidi bora tungeenda tukamwambia kwamba mkwe wake yupo hospitali. Ili hata akikaa akae kwa makusudi, lakini taarifa anayo. Kwa sababu sasa hivi hakuna mtu yote alienda kumpa taarifa yoyote, atapata cha kujitetea. Kweli ni ngumu, lakini jikaze shangazi. Twende tu tukamwambie. Mwanangu, mimi nitaenda tu lakini kwa ajili yako. Ila twende. Sawa shangazi, jikaze. Sania, kweli utanisamehe. Yaani tumepanga wenyewe kwamba tumfanye vile Sibo. Sasa hivi tena mimi ninyanyue miguu yangu tena niende nikamtegue huyo Sibo. Sania, uko serious kweli? Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Utanisamehe kwa hilo shoga yangu. Najma, fanya kwa ajili yangu, sio kwa ajili ya Sibo. Nakuomba, nipo chini ya miguu yako. Naomba tu nipeleke. Yaani nakuomba. Najma. Hii ndo fursa ya kumgombanisha Sania na huyu shoga yake Kendi. Sasa inabidi nitangulie kwa mganga ili nikatengeneze mazingira.
Nakuomba sana Najma, nipeleke. Yaani nafanya tu lakini sijapenda. Haya, nao mavazi uyovaa. Yaani siwezi kutembea nawe tukaenda kwa mtaalamu kiwa hivyo. Toa miguu yako hapa, nenda kwenu kabadilishe nguo, alafu utanipitia hapa tuondoke. Sasa Najma jamani, si uingie ndani tu unige nguo fast hapa tunaenda tunarudi nikirudi nairudisha. Yaani mimi nifanye kazi ya kukupeleka kwa mtaalamu, ukafanya mambo yako. Mimi tena niingie ndani nichukue nguo nikupe uvae. Unataka kwenda kwa mtaalamu au utaki niambie? Afu mbona kama utaki vile? Unataka utaki niambie moja. Haya sawa, naenda kubadilisha. Basi nakuomba nikukute hapo hapo. Mimi naenda tu fast na narudi. Kiufupi ni kijana tu aliyekulia kwenye makundi ya wauni huko mtaani. Kwa hiyo hana sifa na kigezo cha kuwa mume wa Zawadi. Kwa hata mimi unavyoniona hapa, sijali kama nitamuoa Zawadi au la. Ila napigana vita vikubwa sana kuhakikisha huyo kijana hawezi kumuoa Zawadi. Nitafanya juu chini asimuoe Zawadi. Hata mimi sitaweza kukubali. Kai nakwambia sitaweza kukubali. Haiwezekani mwanamke nayempenda mimi nahitaji kumuoa, alafu shangazi enda kamuozeshe kwa mwanawe. Aliyekuwa sio mwanawe sisi hatumjui. Hii nitapambana nalo. Hata kama siku itatokezea kutokosa kumuoa mimi, ni heri ukamuoa wewe. Lakini sitaweza kukubali ile swala litokee. Alana lo shi do go la bandele down ingiwe. Alana na shiri na mona go da dera we da wekiwe. Ngana mona shi kina na no indira wekiwe. Hapa. Itala ndo lulu shimingiri na mbongesha baba. Eka hapo chini. Bana nende chora matatizo hivi na motala je. Ona mambo yamekuwa meupe. Mambo yamekuwa mazuri mpaka basi sawa. Yapendesha wenyewe, mambo yanakwenda wenyewe kinyume nyume kimbele mbele, ndio mchezo wa wachawi wenyewe. Wanacheza wenyewe fulani. Hii ni birthday ya wachawi. Leo wanakata keki. Niambie. Asante sana mtaalamu. Kile tulichokipanga, yani kimeenda sawa sawa, yani kimekamilika vile vile kama tulivyopanga. Alafu kingine, nimekuja na shida tofauti. Nitamleta hapa rafiki yangu. Lakini sababu ya rafiki yangu kuja hapa, atataka kumtibia yule bwana wake. Lakini mimi sitaki kabisa iwe hivyo. Yani nataka iwe tofauti. Akija hapa, mwambie kuwa tiba ya kumtibu yule mwanaume wake ni ngumu sana. Yani itakuwa ngumu sana. Yani sitaki apate tiba. Na kingine, nataka akifika hapa, umwambie kuwa rafiki yake Kendi kamloga yeye. Yani kasababisha mpaka kamwachia mwanaume mwenye pesa, mwenye utajiri, mwenye kila kitu, akamfuata mwanaume asiyekuwa na lolote, mwanaume ambaye sasa hivi anamtesa. Kwa hiyo nahitaji unisaidie kwa hilo. Nishasema jamani, mimi munanielewa nilivyo. Mbona mnanifanyia hivi? Lakini hivi munanitakia nini jamani? Nauliza jamani. Saikolojia yangu mimi naijua mwenyewe. Mnanivuruga kwa sababu gani? Mimi sipendi. Alafu leo mimi sijielewi. Najisikia kizunguzungu, na nikisikia dalili hizo najua kabisa dishi langu limeyumba. Kwa nini mnanifanyia hivyo? Mimi sitaki. Sitaki matatizo. Nitamng'oa mtu meno. Yaani kabisa nishasema. Shikamoo mama. Kuwa upate yako. Hivi Kai, mimi nilijua labda unamwamkia mama yako mzazi karudi marehemu. Kumbe unaniamkia mimi? Leo unajua kama mimi ni mama yako?
Hivi wewe mtoto una shida gani wewe? Unashindwa kuwa hata na utu? Hivi nikuulize kitu kimoja. Kwani jana umekataa ndoa? Au kwa sababu mimi sio mamako? Sijakuzaa, lakini nimekulea, si ndivyo eh? Mama, isifikie huko. Ukisema ukweli, najutia sana maamuzi yangu niliyofanya jana, na naomba mnisamehe sana kwa kuitisha kikao na kutoa maamuzi yale. Inapa ninavyokuambia mama yangu, yani sijapata usingizi kabisa usiku wa kuamkia leo. Hebu subiri kwanza. Kwa hiyo umeota mama yako kaja ndio akakwambia hivi, nenda ukamuombe msamaha, si ndivyo eh? Uongee naye. Sio hivyo mama. Najutia tu kwa kukwaza wazazi wangu na kuikwaza familia yangu kwa ujumla. Kusema ukweli mama, nimekaa chini nimetafakari kwa kina na naomba nitengue kauli yangu ya jana. Na nikuambie rasmi kuwa nimekubali kumuoa Kendi. Kweli mwanangu? Ni kazi ndogo sana. Sawa sawa. Najua mimi nina wakubwa. Wanasikia. Wanasikia. Sasa nataka nikuambie kitu. Sawa. Mimi sipepesi macho. Najua wewe muda mrefu tupo wote. Sawa sawa. Sisi ndio wachawi wenyewe hapa jijini. Sawa sawa. Wakubwa wanataka kulongele na wewe anosimira. Halo timane simira. Wanataka kuongea na wewe na simure na natasimira na ya. Alama nishira manena wote simira. Ila manana no reshala lole na nenda morisi ya lejamu. Shikira bolala na nishira oinia. Eda na mologe nyingira woni nishina. Ta. Haya, shikira mwe. Shikira. Mama, wakubwa wamekutunuku leo, basi bei yao leo. Hawa, hebu ongea na wakubwa waambie tatizo lako, alafu wenyewe wanafanya kazi. Sawa, wamekupenda cheupe. Sikia, usiogope mama. Haya, takambula haja. Sile na ulida mwanisi na maongea. Mimi Najma nahitaji Sania na Kendi wawe maadui wakubwa. Yaani nahitaji Sania amchukie Kendi. Yaani ifike mpaka akamtoe kwao, waondoke kabisa, arudi kwenye maisha ya shida, maisha ya tabu. Yaani nahitaji Sania yani awe na chuki dhidi ya Kendi. Yaani wachukiane kabisa. Usiniambie hivyo jamani. Unajua hata siamini. Cheleko. Wow, jamani mtoto wako asante. Mimi nilijua tu. Siku zote hakuna kama mama. Na siku zote mama ni mmoja tu. Mimi peke yangu. Asante mtoto wangu. Asante pia mama. Na nadhani hatujachelewa. Kwa hiyo kama utojali tunaweza tukaanza prosesi za ndoa tena. Niambie hivyo jamani. Eti baba. Nilikaa hapa pale. Haya. Kai, nimefurahi sana leo mama yako. Afu ukizingatia wewe ndio mtoto wangu wa kiume wa peke yake. Yaani ujue umenifanyia kitu ambacho yani sijui hata nisemeje jamani. Leo nina furaha sana mtoto wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Nadhani unalijua hilo. Asante sana mama kwa kunithamini kama mtoto wako wa kiume wa pekee. Na mimi nakuahidi kuanzia leo hii sitokuangusha tena. Madam. Nini? Unataka kuniua kwa pressure? Unajua kabisa nina pressure. Una kazi ya kunistua. Maana yake nini? Unataka uniue au? Samani madam. Nikusamee kitu gani? Nisamee. Kaka Kai. Naomba utupishe mara moja. Nina maongezi na mama.
Anala simbo la shira ba. Anala no le shia. Yamana na lo na ga jibi. Ana mama na shia. Aja. Sikiliza nikwambie kwa makini sana sawa. Haya mambo si ya kitoto. Unaongea na wakubwa. Hey, chala lo mola le shila mboni na ngabole. Chala lo nige chala bulu ni dala le shila. Yone nomba hanga le shila. Huyo mambo anahisi. Sikiliza nikwambie kijana, sawa? Mimi ndo Mkangatindwa. Hapa hakuna mbwe wala mbwa. Mambo yatakwenda na unachokitaka atakuwa. Tuna uwezo wa kulifanya hilo jambo. Sawa. Nala lolo nigera bole nigeshira malagala munigera boy. Nala bole shinira manaka. Ana bola la jine kala we na nacho. Naweza ukaenda kama Asa mbona upokee simu zangu na wewe? Nakupigia muda wote upokee. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nimetoka kidogo shoga yangu, afu kuhusu simu iko kwenye kipochi, kwa hata sikuisikia. Yaani wewe bwana, umeniweka hapa muda wote. Fanya basi twende huko. Maana mimi namuonea huruma mwenzio Sibo. Unajua anateseka. Hivi Sania, uko serious kabisa nataka kutibia mume wa mtu? Najma, acha tu nimtibie zitoke lawama. Kwa sababu mwanaume bila ulijali sio mwanaume, ni anaumia. Basi tu, kwa acha tu mimi nimhangaikie. Alafu sio kwamba ni mwanaume wa watu tu. Mimi aishaikuwa mwanaume wangu. Sio lazima nimtendee hivi ubaya. Sema tu bado unampenda. Alafu kingine Sania, mimi mambo ya ushirikina, sijui kwa waganga, mambo uchawi sio shida zangu. Yaani sio mambo yangu kabisa. Mimi mwenyewe sio mambo yangu, lakini acha tu nikamtibie. Sasa tutafanyaje? Twende bwana, tunazidi kuchelewa. Kwa hiyo umeridhika kabisa kwenda kutibia mali ya watu, si ndio? Najma, hebu muelewa basi tuondoke basi. Madam, mimi nimekaa na kutafakari kwa muda mrefu, na ukiangalia mimi sasa hivi ni mtu mzima. Nina uwezo wa kuimudu ndoa. Yaani nafaa kuwa mke wa mtu. Kwa hiyo nimekubali kuolewa na mtoto wa ndugu yako. Jamani Zawadi, msinifanyie hivyo jamani. Yaani leo surprise kila upande. Mimi jamani, siache niseme. Sijui kaangusha nini huko. Asiharibie furaha yangu jamani. Zawadi, nimefurahi sana mtoto wangu. Yaani sio hata nisemeje. Naomba nikuoe jamani. Yaani kwa hili ulichokifanya kabisa umeniaibisha. Yaani umeniaibisha. Umejua kunivua nguo mtoto. Yaani unaamua kutoroka kwa mume wako, kuondoka. Hauwazi, haufikirii. Mama yako silali, sikai. Kutwa nzima kuzura kukutafuta wewe. Yaani unakulala tu huko. Umeamua kunivua nguo mtoto kabisa. Tena umeniumbua. Hebu ona mavazi uliyovaa. Ndio nilivyokufundisha hivyo wewe? Ndio nilivyokulea? Sasa anasema hivi, sitakusikia nini wala nini. Toa mbaliga zako hizo, urudi kwa mume wako. Mimi hivi
Mimi nitakuwa na wazimu huo kiasi gani kurudi kwa ule mpumbavu eh? Sikia nikwambie, mimi sirudi. Yaani hata uzikili uchi mama, mimi pale sirudi. Sijui unanielewa? Hivi wewe utakaa maskini hivi mpaka lini? Yaani mwenyewe ushafurahia maisha yako ya kimaskini ya chumba kimoja. Hivi wewe Sungi, utaishi maisha haya ya chumba kimoja mpaka lini eh? Mwanao sasa hivi nimekuwa boss, nimekuwa tajiri. Mimi nijua nitalikuta pilau hapa, lakini ndo kwanza unazidi kubwaboja, unanitia maskini ujue. Unatakiwa unipe kauli nzuri. Hata mimi ninavyokaa kwa malaika wale wananijia kichwani mwangu. Sio wewe unavyoongea hivyo. Jamani, mimi nimeshachoka na huyu. Mama mimi nifanyaje? Mimi kwa ule Kilema mimi sirudi na ule umaskini wake. Sirudi ngo. Tuone nikupe hela wewe ukatae. Wewe hela kama hizi ungezipata wapi? Shika. Hizo zote zako mwanangu. Zote zangu hizi. Na nimekuletea wewe, shika. Mapesa haya yote mama yangu. Aya, ungeyapata saa ngapi haya mapesa haya? Ungeyapata saa ngapi? Nilijua. Ama kweli. Ukistaajabu ya Musa, utayaona Firauni. Nimefurahi sana yani. Halafu ni kijana wangu wa peke yangu, chango langu mimi, mtoto wangu wa kiume aliyekaa katika tumbo langu, mtoto wangu wa kwanza jamani. Kijana wangu ninayempenda katika maisha yangu, yeye ndo kila kitu kwangu. Asante sana Zawadi. Yani leo nina furaha sana, sio hata nisemeje. Mtoto wako?